Chadema ni chama ambacho kina hazina ya viongozi wengi na walio bora. Na niweze kutuma rai au salamu kwa wenzetu ambao wameondoka. Ukiona umepata nafasi ya kuongoza wenzio, si sababu kwamba wewe ni bora kuliko wengine. Ni nafasi na heshima kubwa ambayo unakuwa umepewa na wanachama wenzio ili uweze kuwaongoza kwa wakati fulani. Hivyo basi, nafasi zitajazwa kwa sababu bado Chama cha Demokrasia na Maendeleo kina viongozi, kimejisazia viongozi bora huko chini. Kwa hiyo msiteteleke watu wa Dodoma kumpoteza mwenyekiti. Ndani ya siku 7 zijazo tutakuwa tayari tuna mwenyekiti. Nitatoa tamko la lini tufanye uchaguzi, kwa hiyo ondoeni shaka. Naomba niongelee swala pia la watu wanaoondoka. Wasituvunje moyo wanachama ambao bado tupo na bado tuko imara kwa ajili ya kusimamia malengo ya chama. Chama chetu ni chama cha siasa ambao dhumuni lake namba 1 ni kushiriki uchaguzi na kushinda. Tunaposema no reforms, no election, tunamaanisha kwamba hatuko tayari kuendelea kuwa wasindikizaji. Tuingie kwenye chaguzi ambazo hazileti tija. Dhumuni letu namba 1, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ni kushiriki chaguzi ngazi zote za kiserikali na kushinda. 2019 tumepoteza serikali za mitaa kwa ajili ya udhalimu wa serikali hii ya Chama cha Mapinduzi. 2020 tumeshiriki, tulisimamisha wagombea wengi kwenye kata, tulisimamisha wagombea wengi kwenye majimbo. Lakini tulipoteza majimbo yote, tukabaki na mtu mmoja tu. Kama chama cha siasa haina afya. Na sababu kubwa si kwamba wagombea wetu hawakubaliki. Ni udhalimu ambao unafanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi kuanzia kwenye michakato ya upokeaji wa fomu, wa uteuzi, wakati wa kampeni, wakati wa kupiga kura, wakati wa kuhesabu kura. Kuna mambo mengi yanaendelea. Ndio maana chama chetu mwezi wa 12 mwaka jana kilisimama kikaongea msimamo wake. No reforms, no election, maana yake kwamba bila mabadiliko ya kanuni na sheria za uchaguzi hatutaingia kwenye uchaguzi. Sio Chadema haitaingia, hatutaingia Tanzania kwenye uchaguzi kwa sababu tunahitaji haki na uhuru katika uchaguzi. Hatuwezi kuwekewa kimiminika cha Pepsi kwenye chupa la Coca-Cola kuaminishwa kwamba ile ni Coca-Cola. Tunahitaji uchaguzi wa huru na haki. Anayeshinda akatangazwe. Sasa wenzetu wanasema tumetoka kwenye misingi ya kushiriki uchaguzi. Chama chetu hakina dhumuni moja. Dhumuni namba 2 ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo ni kuhakikisha kinasimamia uhuru, haki na maendeleo ya watu. Haki iko wapi? Haki iko wapi? Kama mtu anaweza katoa maoni yake, akabambikiziwa kesi, au akapotezwa na hadi leo tusione maiti yake, haki iko wapi ya Mtanzania kuishi? Haki iko wapi? Na kama katiba ya nchi hii tunayoongelea imesimamia misimamo ya haki za binadamu, kwa nini imeshindwa kuyaishi yale ambayo katika katiba hiyo? Ukikosoa serikali, ukielekeza serikali, unaitwa mchochezi. Tumepoteza makamanda wengi sana. Tumepoteza watu wengi, na mbaya zaidi wengine hatujui hata mili yao ilipo. Tunahitaji serikali ambayo inasimamia sera zake. Ilipoamua kusema elimu bure, ilipaswa iwe bure completely. Watoto wa wakulima, watoto wa masikini, watoto wasiokuwa na wazazi wapate fursa sawa na wale wenye uwezo waweze kupata elimu sawa na watoto wa wengine. Ni nani wa kutusemea? Tunahitaji viongozi wanaoweza kutusemea. Hawapatikani kwenye mfumo wa CCM, wanapatikana Chadema. Sasa ndugu zetu wanaondoka, tulikuwa nao. Wangekuwa wa kwetu tungebaki nao. Wameondoka, tunaheshimu kwa sababu ni misingi ya katiba kwamba mtu anapaswa kuondoka. Ndio mama kama mwenyekiti alisema kwamba Chadema sio nini? Sio gereza. Sio gereza kwamba lina limit time kwamba wewe ukiwepo lazima ukae miaka kadhaa ndo ufanyeje. Hapana.
ukisikia kuondoka ondoka, lakini misingi ya chama chetu ni kuhakikisha tunasimamia haki, uhuru na maendeleo ya watu. Mimi kuwa mbunge wa jimbo la Buyungu haimaanishi kwamba watu wote wa Buyungu wananufaika na ubunge wangu zaidi ya uwakilishi tu. Kwa chama chetu hakiwezi kujikita kushibisha matumbo ya watu na kuwafurahisha kundi dogo. Hapana. Ni kweli tunahitaji wawakilishi, lakini sio kwa misingi hii ambayo tumeiona. Tunao ushahidi 2019, tunao ushahidi wa 2020, tunao ushahidi wa juzi ambako tuliamini baada ya maridhiano na zile foarazi za mama kwamba uchaguzi utakuwa huru na haki. Haikuwa hivyo. Tayari ile ni indicator kwamba mama hana tofauti na mtangulizi wake. Hivyo hatuwezi kucheza karata, hatuwezi kupoteza uhai wa watu, hatuwezi kupoteza rasilimali zetu kuingia kwenye chaguzi ambazo zinagharimu maisha na uchumi wa watu. Hawa wanaoondoka ni tone, kama tone kudonosha kwenye bahari. Ni wachache. Labda kwa taarifa, tunajua wengi wanasema kwamba tunaenda kuingia kwenye uchaguzi upya. Hadi sasa hivi hatujapoteza nafasi hata 10 hazijafika ambazo ni za kwamba kuna uongozi tunataka kurudia. Hapana. Wameondoka, walioondoka wengi ni wanachama wa kawaida. Ndio tunawahitaji, lakini ni tone la maji, tone tu kwenye bahari. Tumejisazia watu wanaokipenda chama ni wengi sana. Tunao watu wengi wenye misimamo ya kukilinda chama kwa gharama zozote. Mimi nasikitika kwa sababu wengi wanaoondoka ni marafiki zangu. Ni marafiki zangu. Mimi ni mtu ambaye nimependekezwa na mwenyekiti wa kanda. Kwa mujibu wa katiba, mwenyekiti anapendekeza, kamati secretariat inafanyeje? Inateua, yani inachakata, inatuchuja, alafu inateua, kamati kuu inathibitisha. Dadangu Devota ndiye aliyenipendekeza. Walikuwa wako wengi, lakini alisema choice yake ni mimi, mwanamke kama yeye. Ameondoka, ameniacha. Viongozi wangu au viongozi wenzangu wa kanda ya kati, nikianzia ngazi ya mkoa, wilaya, jimbo, kata hadi matawi, tusibaguane kwa sababu ya hiki kitu kinachoendelea. Kama kuna kiongozi au mwanachama yoyote aliyebaki huku hajaanza kufanya safari na ana mpango wa kufanya safari, niwahakikishie waandishi wa habari wanasema kwamba tuna intelligence gani? Tunayo intelligence ya kuwabaini waliobaki kwa kazi maalum. Tutadili nao, taarifa hii wafikie. Tunavyo vinasa sauti vinavonasa kila aliyebaki. Kama amebaki kwa dhamira mbaya, tutamuondoa kibabe. Kwa hiyo wale wote ambao mpo safarini mmebaki kwa mitego, hebu amueni moja. Ukiamua kubaki na sisi, tutabaki na wewe. Ila ukitaka kutusaliti, tutakuondoa. Ila viongozi, katiba yetu ndo msafu wetu. Tusiwaondoe watu kwa sababu walishawishiwa kuhama na hawajahama, wakatuhumika kwamba ni watuhumiwa. Matendo ndio yatakaoonyesha huyu mtu alikuwa wa kwetu au anaendelea kuwa wa kwetu. Kama alishawishiwa na mlimuona ameshawishiwa lakini hajaondoka na hakushiriki kutuhujumu, mwakeni huru.